Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Tunamshukuru Mungu wetu ambaye ametupa neema ya kuiona wiki hii njema, wiki ya baraka, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu na tunalihimidi jina la Bwana. Rafiki yangu mpendwa unayefuatilia channel yetu ya Madhabahu ya Faraja katika mitandao ya kijamii, ikiwepo YouTube, ikiwepo TikTok, ikiwepo Instagram, Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Hii ni wiki nyingine, Jumatatu ya baraka na habari za asubuhi. Ibada hii tumeianza tukilitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na pale ulipo useme amen. Tuombe. Mungu mwema, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, hatuna Mungu mwingine ila wewe, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe Mungu katikati ya miungu, hakuna kama wewe. Tunajidhabihu kwako pamoja na maisha uliotupa, zawadi ya uhai katika wiki hii njema. Asante kwa ajili ya watoto wetu, asante kwa ajili ya wake zetu, asante kwa ajili ya waume zetu, asante kwa ajili ya marafiki wema wanaotuzunguka, asante kwa ajili ya majirani wema uliotupa. Na Mungu, tumejileta kwako kwa ibada hii, kwamba wiki hii ikawe njema, wiki ya baraka nyingi, wiki ya kutendewa mema. Ukatubariki sisi na chakula chetu, ukatubariki sisi na maji tutakayokunywa, ukatubariki sisi na vyote ulivyotupa. Na kama kwa kinywa tunakiri mambo yakatokea, ndivyo tunaomba neno katika asubuhi hii ya Jumatatu, kwamba wiki hii ikawe ya kubarikiwa, ikawe wiki ya kuinuliwa Bwana, ikawe wiki ya kukutana na watu sahihi. Kwa jina la Yesu tukainuliwe, na vyote vilivyofungwa na adui kwenye hazina za giza, hizo hazina zetu zikafunguliwe na zije katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ni wiki ambayo tunakusihi tukayatende mapenzi yako. Basi Baba, ukubali kuanza nasi, ukubali kumaliza nasi wiki hii, tukaone ukuu na uweza wa Bwana, na tabasamu lisiondoke katika nyuso zetu wiki hii, na masikio yetu yaweze kusikia habari njema. Asante Mungu, tumekuamini na ukaseme nasi, na tuko tayari kukusikiliza wewe, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kama una imani useme amen. Rafiki yangu, mwana wa Mungu, ninaleta ujumbe wa neno la Mungu asubuhi hii kutoka kitabu cha Maombolezo ya Yeremia, kitabu cha Maombolezo mlango wa 3. Ninasoma mstari wa 22, mstari wa 23 na mstari wa 24. Kitabu cha Maombolezo au Maombolezo ya Yeremia mlango wa 3, nitasoma mstari wa mlango wa 3 mstari wa 22 hadi 24, na ninasoma neno hili katika jina la Bwana, na pale ulipo ungesema amen. Neno la Bwana linasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Naomba nirudie tena. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu mpendwa, hii ni wiki mpya, ni wiki ya baraka, ni wiki ya matumaini, wiki ya kupokea mema kutoka kwa Bwana,
na wiki ya kutengwa na mabaya kutoka kwa shetani katika jina la Yesu. Kwa nini? Neno la Mungu linasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mimi na wewe, acha tuone wiki hii ni wiki ya kupokea mema kutoka kwa Bwana. Sema amen. Lakini ni wiki ya kutengwa na watu walio wabaya, wiki ya kutengwa na mambo mabaya kutoka kwa shetani. Sema amen. Lakini ni wiki ambayo uso wako ujae tabasamu. Sema tena amen. Basi tusome neno hili na nitatafakari na wewe mambo matatu. Jambo la kwanza, katika kitabu hiki cha Maombolezo ya Yeremia mlango wa 3 mstari wa 22, 23 na 24. Mstari wa 22 anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa hiyo rehema zake hazikomi. Mimi na wewe wiki hii neno la Bwana linatundia kitu kwamba hakuna kuangamia. Bwana asifiwe. Sema pamoja nami, wiki hii sitaangamia. Sema pamoja nami, wiki hii sitaangamizwa. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni maombi yangu kwamba rehema za Bwana zisikome juu yako. Sema amen. Rehema za Bwana zisikome juu ya nyumba yako. Sema amen. Rehema za Bwana zisikome juu ya biashara yako, juu ya ofisi yako, juu ya shughuli zako, kazi unazozifanya pale shambani au kazi pale nyumbani. Rehema za Bwana zisikome juu yako, na kama rehema za Bwana zisikome juu yako, hautaangamia kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana asifiwe. Wiki hii hakuna kuangamia. Baba, hautaangamia kwenye biashara yako. Mama, hutaangamizwa na watoto pale nyumbani na zile shughuli za nyumbani. Those home chores hazitakuangamiza kwa jina la Yesu. Hata wale wanaoingia kwenye gate lako, wengine wana bad energies, wanakuja na macho yenye roho za kukuangamiza, mikono ambayo sio safi, vinywa ambavyo vimejifunga laana vitakapokuja kwako, watu wa namna hiyo watakapokusogelea, usiangamizwe, kwa sababu neno la Bwana limesema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Wiki hii hakuna kuangamia kwa jina la Yesu. Biashara yako isikie, kazi yako isikie, shamba lako isikie, watoto wako ambao sasa hivi unawaandalia chai wanaenda shuleni hawataangamizwa kielimu, watakuwa kichwa na wala si mkia, na kazi zako utakazozitia mkono zitabarikiwa. Hakuna kuangamia, na ni neno la Mungu katika jina la Yesu. Sema amen. Jambo la pili, neno la Mungu linasema ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wake ni mkuu. Rafiki yangu, kila asubuhi uaminifu wa Bwana ni mkuu juu yako. Every morning the grace of God is new to your life. Uaminifu wa Bwana, rehema za Bwana ni mpya kila siku asubuhi. Ninakutamkia kwa jina la Bwana kwamba ya zamani yamepita, yanaenda kuwa mapya. Ninakutamkia mambo mapya katika wiki hii kwa jina la Yesu. Ninakutamkia kufanikiwa kupya tofauti na wiki iliyopita kwa jina la Yesu. Ninakutamkia ukashike vitu vipya na vya thamani wiki hii tofauti na wiki ya jana na wiki ya juzi na miezi iliyopita kwa jina la Yesu. Wiki hii pokea mambo mapya kwa sababu ya uaminifu wa Bwana ulio mpya kila siku asubuhi. Pokea faili jipya la baraka la uaminifu wa Bwana wiki hii kwa jina la Yesu. Sema amen. Jambo la tatu, neno la Bwana linasema, Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Rafiki yangu mpendwa, wiki hii ambayo Mungu ametupa ni wiki ya kumtumaini Bwana kwa mambo unayotaka akutendee. Na hapa ndipo imani ilipo. Na imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kila mtu anapoingia wiki hii, kuna kitu unachokitarajia kutoka kwa Bwana.
Kuna mipango unayoiweka ama ulioiweka ama unayoenda kuiweka, kwamba wiki hii ninatarajia 1, 2, 3. Sasa kama ndivyo, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kama ndivyo kwamba imani ni mkono wa kupokea miujiza kutoka kwa Bwana, basi wiki hii Bwana awe fungu lako. Na kama Bwana atakuwa fungu lako, endelea kumtumaini yeye. Baraka za Bwana ambazo ni mpya kila siku asubuhi zikakutafute na kukupata. Wiki hii ikaonyeshe tofauti kubwa na wiki zingine. Ninakutamkia baraka, ninakutamkia mafanikio, ninakutamkia neema ya kukuvusha vijingi mbalimbali. Wiki hii ufurahishwe na Bwana, na kila utakachokipanga, mipango yako iende kama ambavyo moyo wako umetamani. Kwa nini? Tutamtumaini Bwana wiki hii, na wiki hii utapata ushuhuda. Mungu akutendee mema, Mungu akufanikishe, Mungu akuinue viwango vingine na ukutanishe na watu sahihi. Nimekutamkia baraka katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Rafiki yangu, wale wanaoumwa, wale ambao wamekutana na changamoto za kufiwa, tunajua wako ndugu zetu mahali ambao wamekutana na mambo magumu. Tunakuombea kwa jina la Bwana kwamba neema ya Mungu isiondoke kwako. Wale walio wagonjwa, damu ya Yesu Kristo inahitajwa juu yako. Uponywe, ufunguliwe, ugangwe, uwekwe huru katika jina la Yesu. Waliopata losi wiki iliyopita, wiki hii kawe tofauti kwako kwa jina la Yesu. Uletewe wateja kutoka kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Ukutanishwe na watu waliokubebea baraka zako kwa jina la Yesu. Dunia itakutamkia laana, madhabahu ya faraja itakutamkia baraka. Utakutana na watu wenye mikono mibaya, ili hata ukiwasalimia mambo yako yavurujike na kuharibika. Tunakutamkia mbaraka wa Ibrahimu, mbaraka wa Isaka, mbaraka ya Yakobo. Ufanikishwe sana, utendewe mema. Wiki hii uwe na uso wa mviringo. Ninakutamkia baraka. Akubariki Mungu Mwenyezi, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na hii ni wiki njema, ni wiki ya baraka. Good morning, habari za asubuhi. See you shining in Jesus name. Amen.